of us sometimes say, when brethren are greeting one another, let them not forget to say Maranatha. He coming again. He's still coming. Praise the Lord. Even nini atakuja. Namgojea. Better be ready. You are told that even Jesus himself, nobody knows the hour. Nobody knows? No. He may come when we are worshiping like we are in the sanctuary today. He may come when we are sleeping, snoring at night. Let's be ready for him. Praise God. Last Sunday, I don't know whether it was last Sunday, when I was leading the service, I said joyful year 2016. And some people felt, you confused lady. He said happy. I like to say joyful year 2016. Why? Because happiness come and go. But when that joy is coming from inside, whether the year is good or bad, you will enjoy life. Because it's all about Christ in you, the hope of glory. Praise the Lord. Today I want to minister to men with a song. I had sung this song another time here some time ago, but I still want you to listen. It's about a dream somebody dreamt, then he wrote it as a dream. And for me, I find it so relevant, even for our men today. Praise the Lord. Last night as I lay sleeping, a dream came to me. I dreamt about the end of time and about eternity. I saw a million sinners fell on their faces to pray. The Savior Sandre shook his head and this is what he said. Sorry, I never knew you. Depart from me forevermore. Sorry, I never knew you. Go and serve the one that you served before. That's a dream of somebody. It's my prayer. There's no man in the house who will ever have such a dream and then find he has been left by his children and his wife and his friends who have been speaking to them about Christ. Why do I minister to men, especially today? Because they are the ones who are the priests of the house. Praise the Lord. Today, the priesthood is fading, but I pray that God is going to speak to a man somewhere to take it serious, become the priest of the family, so that we can continue waiting upon Christ as a family, but not part. May God bless you. I want to pray so that we can welcome the servant of the Lord. Our Father and our God, we want to thank you and bless your holy name this afternoon. We thank you for your presence in the house today. And as Lord, we woke up early in the morning to pray that you gave us divine protection and cover in the sanctuary, Lord. Because we know there are our enemies who are not happy when we are triumphing in your presence, oh God. We are praying that you continue to do so. And as we wait your servant to speak to us the word you have for each one of us, Lord, I pray that each and every ear will be open to hear the great oracles you have for us as a church and as individuals. We thank you and we bless you, for you never said your word for nothing. It has to accomplish that which you have purposed it for. Therefore, I pray that God speak to us. We are willing to listen and to obey what you tell us. For we are desiring one day to come to where you are. Where you have said those who desire to do so must stay holy, for you are holy. We thank you and we bless you, for in Jesus' holy name we pray. Amen. God bless you. Welcome, Pastor. Hamjambo. We want to give God the glory
kupatia Mungu utukufu. We can see that God is at work among us. Tunaona kwamba Mungu anatenda kazi katikati yetu. How many remember the word God gave us for this year? Wangapi ambao wanakumbuka kielekezo ambacho Mungu ametupatia kwa mwaka huu? How many remember? Wangapi ambao wanakumbuka? I want to ask that you memorize that verse. Ningetamani ya kwamba mkaweza kunakili hilo andiko. Because God gave it to us. Kwa maana Mungu alitupatia sisi. And I'd like to say this. Na ningetaka kusema haya. If it is to us, kama ni kwetu, it is also to you as an individual. Pia ni kwako kama mtu binafsi. Bwana asifiwe. Amina. The God of heaven himself. Yeye Mungu wa mbinguni mwenyewe. Sometimes I hear people saying that praying that for God to come na asitumane. Wakati mwingine nasikia kwamba Mungu akuje na asitumane. And this one says the God of heaven himself. Hii inasema ya kwamba Mungu wa mbinguni, not somebody else, sio mtu mwingine. He will prosper us. Yeye atatufanikisha. Wanasifiwe. Amen. So the year 2016 for us is a year of prosperity. Kwa hivyo mwaka 2016 ni mwaka wa mafanikio. And I trust all of us. Natumania kwamba sisi wote we shall prosper. Tutaweza kufanikiwa spiritually, kiroho, and materially. Hata katika hali ya for the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. Wanasifiwe. Amina. And so memorize that verse. Kwa hivyo unakiri hayo maandiko. And let me see that say that I would like to hear that everybody can say it out of heart. Na wacha niseme ya kwamba ningetaka kuona kila mmoja akiweza kuyakariri kutoka kwa moyo. Because this year, kwa sababu huo mwaka, the God of heaven has promised. Yeye Mungu wa mbinguni ameahidi. He will intervene in our lives. Yeye ataingilia kati katika maisha yetu. To prosper us. Kutufanikisha. It doesn't matter if the circumstances right now may be not so good. Haijalishi kana kwamba hali wakati huu sio bora. But the God of heaven, lakini Mungu wa mbinguni, He will prosper us. Yeye atatufanikisha. I'd like to share from the book of Luke chapter 5. Ningetaka kushiriki kutoka kitabu cha Luka 5. And we look from verse 1 to verse 10. Na taangazia kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Luke 5. Luka verse 1 to 10. Mstari wa kwanza hadi wa 10. The Bible says, so it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them, and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitude from that boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your net for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. When he had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had. And also the sons of James, and so are also James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you'll catch men. Let's pray. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, we thank you for your divine word.
Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako la kitaua that speaks to us today. ambalo linatunemea siku ya leo. We ask you, King of Glory, Na kuuliza Mungu wa utakatifu, give us utterance utupatie usemi and give us spiritual hearing. na utupatie usikivu wa kiroho. Every spirit that exalts against your name, Kila roho ambaye anajiinua kinyume na neno lako, we bind it in Jesus' holy name. tunaifunga katika jina takatifu la Yesu. Every spying spirit, Kila roho ambaye ni we upelelezi, bind it in Jesus' name. tunaifunga katika jina la And Yesu. every spirit of destruction, Na kila roho wa we uharibifu, rebuke it in Jesus' name. tunakemea katika jina la Devil, Yesu. you have no authority in this room, Shetani huna mamlaka katika not in this sanctuary. sio katika haya. Every influence of Satan, Kila hali ya we cancel it in Jesus' holy name. tunaifunga katika And jina command la Yesu. every ear to hear Na tunaamja kila what the sikio Spirit lisikie. says to the church. Kila roho anasema kwa In the kanisa name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Thank you, Lord. Asante Bwana, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Now, I'd like to share a very simple message. Ningetaka kushiriki ujumbe ambao ni wa upesi, Letting go kuachilia mambo of what belongs to us, yale ambayo ni yetu, that may we let God ya kwamba tukamruhusu Mungu work in our circumstances. atende kazi katika mahusia yetu. And I'd like to be repeating again and again, Wacha nirudie kila wakati, let go wacha uachilie and let God. na wacha Mungu atawale. Let go which is yours, Wacha iondoke ile ambayo and ni let yako. God move in your life. Wacha Mungu atende kazi maishani mwako. Many times, Mara nyingi we fail to receive the Lord's blessing because nakosa kupokea baraka za Mungu we don't let go what kwa belongs maana to us. hatuachili kile ambacho ni chetu. There is a story Kuna hadithi told about a beggar in Burma. ambayo ilitolewa kwa mtu ambaye ni muombaji pale Burma. Long time ago, Wakati ambao umepita he wakati, was begging for a long time. alikuwa anaomba kila wakati muda Until mrefu, one day, mpaka siku moja the prince of that nation yule ambaye ni mtoto wa mfalme wa ile nchi came along. akaja akipita. That time in Burma, Wakati ule katika nchi ya when you Burma, beg, wakati wewe ukiwa wewe the unaomba, people would give them what they have. watu walikuwa wanatoa kile ambacho wako The nacho. simple diet of food in Burma is rice. Ile chakula ya kawaida pale Burma ni mchele. Everybody grows rice. Kila mtu anakuza mchele. At least those times when there was no urbanization. Wakati ule ambao haukuwa na hali ya uendelevu. And so, Kwa hivyo when the beggar sits in the street begging, wakati ule muombaji anakaa katika he mapito carried ya njia a bowl. He carried a bowl. alikuwa anabeba bakuli, And people, na watu when they were going about in the street, wakienda katika hatua za shughuli za siku, they put rice in their pockets walikuwa wanaweka mchele katika because mfuko they yao, knew they would meet some beggars. kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba watapatana na And when you waombaji. meet a beggar, Kwa hivyo ukikutana na you muombaji, take a grain or two wewe unachukua chembe chembe and ya put it in mchele bowl. na unaweka katika bakuli, Then you meet another one, alafu ukifika kwa a few mwingine, more grains. unaweka chembe chembe Put it in zingine bowl. katika bakuli lake. And so, Kwa hivyo when the person is given life, wakati yule mtu anapewa mchele, I'm trying to see the boy and put in the hand of the beggar. wakati wanaweka katika mkono wa muombaji, You now put it in his bowl. yeye angeiweka katika bakuli lake Until by the evening his bowl is full. mpaka pale jioni bakuli lake limejaa, And he can have enough food. na yeye anaweza kuwa na tosheresho ya chakula. Now this day, Wakati huu hii the siku, prince of the nation came, mtoto wa mfalme wa nchi akaja riding in the street on a horse-drawn carriage. akiwa yeye anaendesha farasi ambayo inafutwa na gari ya kifalme. And he saw the beggar. Yeye akamuona And muombaji, he told his driver, akamwambia mwendeshaji wake, please stop. tafadhali simama. And when he stopped, he alighted from his carriage. Wakati alisimama, yeye akashuka chini. The carriage was actually made of gold. Ile gari ambayo ilikuwa inamsukuma ilikuwa imeundwa kwa dhahabu. And so he came out Kwa hivyo yeye akashuka from his gold carriage kutoka ile gari lake ya and dhahabu, went to the beggar. akaenda kwa And muombaji, he stood in front of the beggar. akasimama mbele ya And he muombaji, asked the beggar, what are you doing? akamuuliza unafanya nini? He said, I'm begging. Akamwambia ninaomba. Then, you are begging? Akamuuliza wewe unaomba? Yes, I'm begging.
Akasema ndio. How long have you been begging? Umekuwa ukiomba muda gani? And he said, for 30 years. Kwa miaka 30 akasema. And the prince said, 30 years? Yule mwana wa mfalme akashangaa kwa miaka 30 akasema ndio. And the prince said, 30 years is a long time. Yule mwana wa mfalme akasema huo ni muda mrefu. And the beggar said, yes, it's a long time. Yule mwombaji akakubaliana ni kweli ni muda mrefu. And the prince repeated, I say it's a long time. Yule mwana wa mfalme akasema nimesema. And the beggar said, yes, it's a long time. Yule mwombaji akakubali akasema ni kweli ni muda mrefu. And the prince said, na yule mwana wa mfalme if you have been akasema, begging for that long, kama umekuwa ukiomba muda wote, now it's time for you to give. sasa ni wakati wako wewe kutoa. The beggar did not understand that kind of a message. Yule mwombaji hakuelewa ujumbe wa aina hiyo. But the prince went ahead and stretched his hand. Na yule mwana wa mfalme akaweka mkono mbele And he akiomba. said, I say it is time to give. Akasema nimesema ni wakati wako wa kutoa. You have begged for a long time. Wewe umeomba kwa muda Now it's mrefu. time to give. Sasa ni wakati wako wa kutoa. And the beggar Na yule mwombaji looked at the prince. akaangalia mtoto wa mfalme. The prince doesn't need my donation. Huyu mtoto wa mfalme haonekani kana kwamba anahitaji. But he insisted. Lakini yeye And he kept his hand in front of the beggar. akaweka mkono wake mbele ya mwombaji. Finally the beggar Mwishowe yule mwombaji put his hand behind himself. akaweka mkono wake nyuma yake. Got into the bowl. Akaingia katika bakuli. And took 2 grains of rice. Akachukua chembe mbili And za put in the mchele. hand of the prince. Akaweka katika mkono wa mwana wa And the prince mfalme. folded his palm. Na yule mtoto wa mfalme akakunja And said, mkono thank wake. you. Akasema asante. Went back into his carriage. Akarudi katika gari And lake. was driven off. Na yeye akaenda zake. He went back to the palace. Yeye akarudi katika ikulu. And in the palace, Na katika nyumba ya he kiufalme again sent his servant yeye akamtuma mtumishi wake. and told him, go to that beggar who gave me some grains Akamwambia urudi kwa yule muombaji aliyenipatia chembe za mchele. and give him these grains. Na umpatie hizi chembe. And so the whole John carried the rider went and faced the beggar. Kwa hivyo huyu mtumishi akaondoka akaenda kwa yule muombaji. And he told the beggar, Kwa hivyo akamwambia yule muombaji, are you the one who gave the prince 2 grains of rice? wewe ndio ulimpatia mwana wa mfalme chembe mbili za mchele. And the beggar thought, now, I'm in for it. Yule muombaji akadhania mambo yangu kwisha. The prince must have felt abused to receive from me only 2 grains. Yule mwana wa mfalme ni kama aliziona ya kwamba ni kama nimemtusi. But the servant told him. Lakini yule mtumishi akamwambia. The prince was very happy. Yule mwana wa mfalme alifurahia. He has told me to bring you these grains in return. Ameniambia nikuletee hizi chembe katika hali ya kulisha. Na yule muombaji akafusha mkono wake. 2 grains of gold. Na akapata chembe mbili za dhahabu. And the beggar folded his hand. Na yule muombaji akakubatia mkono The wake. servant of the prince left. Wakati ule mtumishi ameondoka. Then the beggar unfolded his hand. Alafu akafungua mkono wake. And he saw the 2 grains of rice and 2 grains of gold. Akaona chembe mbili za And dhahabu. his mind began working. Na nia zake zikaanza kutenda kazi. 2 grains of rice. Akasema chembe mbili cha mchele. 2 grains of gold. Chembe mbili za dhahabu. So my, I wish I gave him 3. Kwa hivyo mimi nadhania ningempatia 3. I would have received 3 grains of gold. Ningepokea chembe Oh, I would have 3 given him dhahabu. 4. Ningempatia Then I would 4. receive 4 grains of gold. Ningepokea 4 za dhahabu. Ah, more. I should have given the whole bowl. Ningempatia I would hata have bakuli received a yote. bowl full of gold. Ningepokea bakuli I would have ambayo become a imejaa rich dhahabu. man. Mimi ningekuwa tajiri. He received in proportion to what he gave. Yeye alipokea kulingana na kiwango alichotoa. What he withheld, Kile ambacho alibaki nacho, he did not get anything in return. yeye hakupokea chochote kwa niaba yake. What he released to the prince, Kile ambacho aliachilia kwa mwana wa mfalme, he got something corresponding in return. yeye alipata kile ambacho ni sawasawa na kile aliyotoa. And today I want to say this. Wacha niseme haya. What we give to God Kile ambacho tunatoa kwa is Mungu, what we receive from God. ndio ambayo sisi tunapokea kutoka kwa Let Mungu. God, Wacha uachilie by releasing what you have,
kwa kuachilia kile ambacho uko nacho. In the story of Peter, Katika hadithi ya Petero, Peter, John, and James, Petero, Yohana na Yakobo, they fished the whole night. wao walivua samaki usiku kucha. If you go to Lake Victoria, you notice that actually those who are expert fishermen, they work at night. Ukienda katika ziwa ya Victoria, wale ambao ni wafua samaki wanafua usiku. It's the same on the Sea of Galilee. Kwa hivyo ilivyo vile hata katika ziwa ya Galilaya. But that night, Lakini ule usiku, after toiling the whole night, baada ya kufanya kazi kwa nguvu usiku kucha, they caught nothing. wao hawakupata chochote. But when he threw the net Lakini wakati walisukuma and wavu keep yao throwing it out, na wakazidi if you kuisukuma don't juu, catch a fish, kama wewe haujatega samaki, you still catch rubbish. wewe lazima utapata uchafu. And so in the morning, Kwa hivyo pale asubuhi there's no fish, hakuna samaki, but a lot of rubbish on their nets. lakini kuna uchafu mwingi katika nyavu zao. And so now they wanted to wash their nets and go home. Kwa hivyo walitaka kuosha nyavu zao waende zao nyumbani. And you can imagine how frustrated they were. The whole night catching nothing. Na uangalie vile ambavyo walikuwa wametamautika usiku But their wote, nets are dirty. lakini nyavu zao siko na uchafu, And that gives them more labor. na hiyo inawapatia kazi ya To ziada, make matters worse, kufanya mambo kupita when they unyama. are laboring, Wakati walikuwa they are wanatoka washing their nets. wanavua nyavu zao, Somebody has occupied their boat. kuna mtu ambaye amekalia chombo zao. And when they're trying to find out who it is, Wakati wanajaribu kuangalia ni nani, he tells Peter, anamwambia Petero, put it away from the shore. wewe isongeze kutokana na kando ya bahari. And the Master Jesus now wants to use Peter's boat. Na Bwana Yesu akiwa katika merikebu ya At Petero, this moment, na wakati huu the greatest need of Peter ile hitaji kubwa ya was Petero not to be in the water, haikuwa kuwa katika maji, was to go home and sleep. ilikuwa aende nyumbani alale. You know you have been in the kesha. Unajua umekuwa kesha, What happens in the morning? wakati wa asubuhi baada ya Maybe mkesha, just you want to go and sleep. unajisikia kwamba unahitaji kwenda na ulale. But here the Master is asking, I want to use your boat. Lakini hapa Bwana anasema nataka kutumia chombo chako. I thank God Peter is not like some people today. Nashukuru Mungu ya kwamba Petero sio kama wengi wetu siku ya leo. If Jesus had jumped into the boat of some people today, Kama Yesu angeruka katika chombo ya mtu this siku is the ya first thing leo, I was shouting, nani alikuambia toka mara moja? angesema vile mchungaji amesema, nani alikwambia uingie, shuka mara But moja. Peter recognized this is somebody special. Lakini yeye Petero akagundua ya kwamba huyu ni mtu asiye wa kawaida. And when he made a request, Na wakati ule aliomba ruhusa, he said yes. akasema ndio. So he put his boat away from the land. Kwa hivyo akasogeza merikebu And yake. Jesus used the pulpit and spoke to the people. Na yeye Yesu akaitumia kama madhabahu akiongea na And umati. when he finished using Peter's boat, Lakini wakati alimaliza kutumia chombo cha Petero, it was now time to bless Peter. ilikuwa ni wakati wa kumbariki Petero. Hallelujah. Amina. Mark that. Wewe angalia When he haya. finished using Peter's boat, Wakati alimaliza kutumia it merikebu ya was now Petero, time to bless Peter. ilikuwa ni wakati wa kubariki Peter. So he told Peter, Kwa hivyo akamwambia Petero, launch into the deep. wewe ingia katika kilindi cha siwa. Peter was an expert. Yeye Petero alikuwa mwenye utaalamu. An expert fisherman. Alikuwa mtu wa uvuaji wa miaka He knew mingi. this is a long time. Alijua ya kwamba huu sio wakati ulio sawa. And now there was a choice Na sasa kulikuwa na chaguo between following his reason katika hali ya kufuata mawazo yake and following the master. ama kumfuata Bwana. He decided, let me leave my reason. Akasema wacha niache hali ya Let's follow kufikiria, the master. wacha mimi nimfuate Bwana. So he told Jesus, Kwa hivyo akamwambia Yesu, Master, Bwana, we have toiled all night and caught nothing. tumefanya kazi usiku kucha hatujakuwa samaki And he was yoyote. saying by that, and this is a long time for a catch. Alikuwa anasema huu ndio wakati ambao sio sawa hakuvua, Nevertheless, at your word. lakini kwa neno lako, Nevertheless, at your word. ila tu katika neno As lako, far as my mind is concerned, jinsi ambavyo fikira zangu what zilivyo, you're telling me is the wrong thing to do. kile ambacho naniambia sio sawa kutenda, lakini katika neno lako I'm going to do it. nitaenda kutenda hayo. Praise the name of the Lord. Bwana apewe And I'll sifa. tell you something, brethren. Wacha niwaambie jambo The word wapendwa. of God Yeye Mungu is Bwana superior wetu to reason. yeye ni mkubwa kuliko mawazo. When there is a contest Wakati kuna mabishano between
tusikie Because it ufunuo. is God's word. Maanake ni neno la Mungu. And so Peter made a choice. Na kwa hivyo Petero akaamua, I'll forsake my thoughts. mimi nitaachilia kufikiria kwangu. I'll leave my mind alone. Mimi nitaachilia nia zangu I'll follow the kando. master. Mimi nitamfuata I'll do Bwana. what he says. Nitatenda kile So he anachosema. told Jesus, Kwa hivyo akamwambia I'll do what you Yesu, say. nitafanya kile ambacho And so umesema. he pushed the boat deep inside. Kwa hivyo akaelekesha merikebu ndani katika And ziwa let the nets. na akaachilia nyavu According to the instruction of the master. kulingana na amri ya Bwana. And the Bible tells Na us Biblia inatuambia they caught so many fish. ya kwamba wakapata samaki wengi, They could not be able to pull them. ya kwamba hawangeweza kuvuta zile nyavu. But to shout to others, John, James, Kwa Kuja. hivyo akapaza sauti kwa Yakobo na Yohana, Njooni mtusaidie. And John and James, Na Yohana na Yakobo who in the other boat came, ambao walikuwa katika chombo kingine wakaja. Biblia to inasema how the net, wakaweza kuvuta zile nyavu and they filled both boats with fish. na wakajaza merikebu zote mbili kwa samaki. When God gave the instructions, Wakati Mungu alitoa amri, they had abundance. walikuwa na When utele. they fished according to their understanding, Wakati walivua samaki kulingana na uwezo they wao, had frustration. walikuwa na hali ya When kutamautika the moyoni. master gave them instructions, Wakati Bwana alitoa and allowed maagizo him to lead them, na wakakubali watu awaongoze, they had abundance. walikuwa na utele. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. We need to forsake our thoughts. Ni vyema tuachilie mawazo We yetu. need to let go Ni vyema tuachilie what our minds tell us, kile ambacho nia zetu so that we zinatuelekeza. will let God Ndiposa tuachilie Mungu bring His favor and blessings our alete way. kibali chake na hatimaye yake kwetu. Let God Wacha uachilie and let God. na uachilie Mungu. Praise Him, of the Lord. Bwana pewe You sifa. know, many times, Mara nyingi in order to let God ndiposa tuachilie Mungu come your way with the blessing, aje katika maisha yako na you have to baraka. let go something you have. Ni vyema uachilie mambo ambayo umekubatia. You have to let go. Ni lazima uachilie Maybe your thoughts. labda mawazo yako. You know why some people never get saved? Unajua kwa nini watu wengi hawaokoki? Their mind. Ni kwa sababu ya nia zao, I thought. mafikira zao. Like Naaman. Kama Naamani He said, I thought alisema, nilifikiria that he would come and wave his hand over me. ya kwamba atakuja apunge Say a mkono few wake things. juu yangu, aseme And then mambo cure kadhaa, na yeye aniponye. He wanted to be blessed his own way. Yeye alikuwa anataka kubarikiwa katika Heal his njia own zake, way. aponye kwa njia We zake. need to submit. Ni vyema tunyenyekee, Let God have his way. wacha Mungu akuwe na nafasi. Until God has his way in our life, Mpaka Mungu akuwe na nafasi maishani we mwetu. may remain struggling with our problems. Tunaweza kuwa na hali ya kuvutana na shida But zetu, when we let go lakini wakati tunapoachilia our thoughts, mafikira yetu, when we let go wakati tunaachilia our possessions, mali zetu, when we let go wakati tunaachilia our preferences, hali zetu ambazo and let tunapenda, God have his way, na tuachilie Mungu akuwe na nafasi, then he can do what the Bible calls exceedingly yeye atafanya kile ambacho Biblia inasema zaidi, above what we can ask or imagine. utele na juu ya kila kitu ambacho tunachoweza kuwasa ama kufikiria. Think for once. Mambo ambayo Do you sio think kawaida. that Peter thought they could catch such a fish? Wewe unafikiria kwamba watu wangevua samaki aina hiyo? He had not caught enough for one boat yet. Yeye hakuwa amevua samaki ambazo zinatosha But merikebu at the moja. instructions of the master, Lakini katika maagizo ya he Bwana, let the master have his way. wakati aliachilia Bwana kuwe na He nafasi, caught enough to fill 2 boats yeye alivua samaki wa kujaza merikebu mbili with 1 net. katika nyavu moja. That's our God. Huyo ndiye Mungu wetu. Let him get his way Wacha ukimwachilia kuwe na nafasi in our life. katika maisha yetu, You can have abundance. wewe unaweza kuwa na The utele. blessing of the Lord, Baraka za Mungu it comes upon us zinakuja maishani because mwetu we let God have his kwa way. sababu tunaachilia Mungu akuwe na In our nafasi lives, katika maishani in our mwetu, circumstances, katika hali zetu, in our families, katika jamii in zetu, our businesses, katika biashara in zetu, our financial life. katika hali yetu ya rasilimali na fedha. Let go. Wacha uachilie Let
God Wacha Mungu have his way. awe na nafasi. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. You see, when Abraham left his homeland, Unaona wakati Abraham aliacha nchi yake ya kuzaliwa, it may not have been logical. haikuwa hali ambayo ni sawa kwa kawaida. Maybe that's why his relatives did not even follow him. Ndiposa labda hata watu wa ukoo wake hawakumfuata. Only Lord whose father had died. Irutu tu ambaye alimfuata babake alikuwa amesha, He was destitute. ambaye alikuwa na hali ya But his kutofautisha. brothers Lakini ndugu zake and his cousins, na binamu they zake did not follow him. hawakumfuata. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. It was not the right thing to do. Haikuwa jambo la kawaida But I try to kutenda. imagine today. Lakini najaribu kufikiria siku There ya are people who leo. have seen Abraham. Kuna watu ambao wamemwacha Abraham. Abrahamu. Abraham. Wewe Abrahamu, I hear he dreamt something. wewe niliota kitu And followed him dream. na mimi He told us in the nimekuwa. morning God has talked to him. Akamwambia asubuhi Mungu And that he amenizungumzia should leave his country. ya kwamba aondoke kutoka nchi What yake. God will tell you to leave your country. Wakati Mungu atakwambia uondoke katika nchi yako. I said, what God will tell you to leave your country. Wakati Mungu atakwambia uondoke katika nchi yako. Please translate properly. I said, what God will tell you to leave your country. Aha, samahani. Ni Mungu gani ambaye atakwambia uondoke What katika nchi God will tell you yako? to leave your home. Ni Mungu gani ambaye atakwambia What God will uondoke tell you to katika leave nchi your yako? relatives. Ni Mungu gani ambaye atakwambia uondoke kutoka Which huko God wako? is this? Ni Mungu gani huyu? Abraham must be a fool. Abrahamu lazima akuwe mpumbavu. And they watch him leave. Na kwa hivyo yeye akaondoka. Not only go, Sio tu but kuondoka, leave some possession behind. lakini akaachilia mali zingine And he said, nyuma. what a fool. Na yeye akasema yeye mchinga kiasi But gani. Abraham, he Abrahamu was letting God have his way. alikuwa anaachilia Mungu akuwe na nafasi And maishani. he went Na yeye akaondoka and finally came to Canaan. na mwishowe akaja Kanani. And the Bible tells us, Biblia inatuambia when he came to Canaan, wakati alikuja oh, Kanani, he discovered the land is even barren. akatambua ya kwamba kulikuwa na upweke katika ile nchi And there was famine. na kulikuwa na And kiangazi. so in a short time, Kwa hivyo kwa muda mfupi they had to go to Egypt. wao ni lazima wangeondoka waende Lest they Misri die in this land. ila wasije wakawa katika hii To nchi look for food. kutafuta chakula. And Abraham, Na he Abrahamu continued following God. akazidi kumfuata Mungu. I am sure if it was some other people, Mimi na hakika kama ingekuwa ni watu they have wengine seen. wao wangekuwa wameanguka. This God tells me about a land Huyu Mungu ananiambia juu ya nchi that will be blessed. ati ya kwamba nitabarikiwa, And all I'm seeing is rocks, na kile ambao naona ni mwamba, drought, ninaona kiangazi and no food here. na hakuna chakula hapa. This is a fake God. Huyu ni Mungu ambaye sio Mungu wa When you ukweli. go back home, Wacha nirudi I will nyumbani. be a fool again. Mimi sitaki kuwa mchinga tena. But Abraham, Lakini Abrahamu when he went to Egypt, wakati alienda Misri he knew God had called him to. alikuwa anajua Mungu amemuita pale. He came back to that land. Akarudi katika ile And the nchi result is, na matukio ni kwamba God greatly blessed Abraham. Mungu akambariki Abrahamu kwa upendo. Abraham let go Wewe Abrahamu akaachilia and let God. na akaachilia Mungu atawale. He never regretted. Yeye hakujuta kamwe. And one day, Na siku moja after a long time, baada ya muda mrefu Abraham spoke to God Abrahamu akamnenea and told him, Mungu, Lord, akamwambia you Bwana, said you bless me. ukasema I'll be utanibariki a big multitude. ya kwamba litakuwa nchi kubwa, na ila You have not even given me one baby. hujanipatia hata mtoto hata And now mmoja, I'm an old man. na mimi sasa ni mzee, And the only person who appeared to inherit me na yule mtu ambaye alikuwa anaonekana kama atamrithi is this Eliezer of Damascus. ni huyu Elieza wa Dameski. He was his chief servant. Yeye alikuwa mkuu wa utumishi, But God told him, lakini Mungu akamwambia not so. sio hivyo. Somebody from you, Mtu kutoka katika umbo your own wako, baby, mtoto wako will mwenyewe inherit you. atakurithi. And one day, Na siku God moja told him, Mungu "Right akamwambia, from today onwards, kutoka leo kuendelea I want you to change your name. ningetaka You ubadilishe are jina not lako, going to be Abraham, hautakuwa Abrahamu which means exalted father. ambaye ni baba ambaye aliyetukuka, You are going to be Abraham, utakuwa Abrahamu, father of many nations." baba wa mataifa mengi. And God said, "Yes, Lord." I mean,
Abraham said, yes, Kwa Lord. hivyo Abrahamu akasema ndio Bwana. And so Abraham began going by a new name. Kwa hivyo Abrahamu akaanza And kwenda kwa jina his mpya. neighbors, by the way, Akawaambia watu wa ukoo, I'm no longer Abraham. mimi sio Abrahamu. From today, I'm Abraham. Kutoka leo mimi ni You Abrahamu. can try to imagine. Wewe tazama Looking at uangalie. him and giggling and saying, Mtu anaangalia yeye akisema, you know, he was already 90 years old. yeye alikuwa miaka 90. Oh, poor Mzee. Yeye mzee He maskini. has not so much about having a baby until kichwa kimeruka. Yeye ameanza kufikiria juu ya mtoto mpaka amekuwa He maji. has already begun calling himself a father of multitude. Yeye ameanza kujiita baba wa umati. And he doesn't have anyone. Na yeye hana hata mwana hata And mmoja. chances are he is not going to have. Na yeye hatakuwa hata naye katika ile hali ya You can kuangalia. see his wife. Wewe unaona mke wake. Past childbearing age. Yeye ako katika umri ambao umepitwa na But wakati the wa Bible says kuzaa. Abraham believed God. Lakini Biblia yasema Abrahamu He let akamwamini God Mungu. have his way. Akaachilia Mungu akuwe na And nafasi. finally, Na mwishowe God visited Sarah. yeye Mungu akamtembelea Sarai. And she gave birth to a baby boy. Yeye akazaa kijana wa And kiume. after that baby boy was old enough. Na wakati yule kijana alikuwa ametimia And kwa Abraham umri, was very proud of this baby boy. yeye Abrahamu alikuwa mwenye wa kujivunia huu kijana. And I can imagine because I have seen men. Na kwa sababu mimi nimeona wanaume ninaweza kuasa. Someone get a baby boy. Wakati mtu anapata kijana mtoto wa kiume, Shouting over the telephone. nimesikia wakisema katika simu, Telling their friend, it's a boy, it's a boy, it's a boy. wakisema ya kwamba ni kijana, ni kijana, ni kijana. Oh, they are very happy. Wao wana furaha I tele. can try to imagine Abraham. Na wacha mimi naangalia Abrahamu. After Abrahamu 100 years baada ya miaka 100 without a son. bila mtoto wa kiume, Now he has a mtoto son. sasa ako na mtoto wa I can imagine kijana. the joy. Mimi naangalia ile And furaha, I was very proud bringing up this boy. akiwa na hali ya kufurahia akimlea huyu mtoto. And I was happy to see this boy growing Na up. wakati alikuwa anamuona huyu mtoto akikua, Very proud I have somebody to inherit me. akiwa na furaha ya kwamba anamrithi. And then one day, Alafu siku moja God appeared to him. Mungu anamtokea, Says, Abraham, anamwambia I Abrahamu, want you to go mimi nataka uende sacrifice wewe unitolee your son Isaac mtoto wako Isaka on the altar. katika On madhabahu the mountain I will show you. ya mlima ambao nitakakuelekeza. And I can imagine Na mimi it naangalia was somebody else. kama ingekuwa mtu I mwingine said, Bwana, angesema, Baba, this time, wakati huu you know I've obeyed you a long time. mimi You nimekufuata know I came from my wakati country because of you. niliondoka nchi yangu kwa sababu You know how yako. much I have suffered. Unajua jinsi ambavyo You know nimeteseka. how long I have waited to have one. Unajua jinsi ambavyo nimengojea muda mrefu kuwa na Now you're telling me mtoto. to kill him. Na sasa unaniambia kwamba This time, nikamtoe. Lord, no. Wewe Bwana Mungu haujui. This time, no. Hii wakati huu Bwana, Please hapana. don't tempt me, Lord. Wewe Bwana usijaribu. But not Abraham. Lakini sio Abrahamu. He let God have his way. Akamwachilia Mungu akuwe na sehemu yake. So he took Isaac, Kwa hivyo akamchukua Isaka, his very best, yule mtoto wake His ambaye only ni son. bora, mtoto wake wa his pekee, most precious possession, yule ambaye ni rasilimali yake ambayo and ni took ajabu. him on Mount Moriah, Akaenda naye mpaka mlima wa Moria. built an altar, Yeye akajenga madhabahu, put firewood on the altar, akaweka kuni katika madhabahu. and then Halafu he took his son akachukua mwanawe and put him on the altar. akamweka katika madhabahu, Took a knife akachukua and was kisu, about to slaughter him. alikuwa karibu kumchinja. Spiritually speaking, Katika hali ya kiroho kusema, he offered him, alimtoa, but physically, lakini katika hali ya kimwili God prevented. yeye Mungu akazuia. And God told him, Yeye Mungu akamwambia, don't touch the lad. Don't touch the lad. wewe usichukue kijana. And he showed him a lamb, Akamwonyesha mwana kondoo, and he offered that lamb. halafu akatoa yule mwana kondoo. But God said, Wakati Mungu amesema, because you have not withheld kwa sababu wewe haumjamzuia your only begotten, kijana wako wa your pekee, only
son. kijana wako wa pekee. Now I know that you love me. Sasa mimi najua ya I kwamba know you unanipenda. fear me. Najua ya kwamba unanihofu. Blessing, I'll bless you. Na kukubariki And nitakubariki. I will increase you. Na mimi And nitakuongeza. multiply you. Na nitakuzidisha. And your descendants Na uzao wako shall possess the gates of their enemies. utamiliki malango ya adui zao. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Abraham let go what he had. Abrahamu akaachilia kile ambacho alikuwa nacho. Let God have his way. Na akaachilia Mungu akuwe na He nafasi. is our prime example. Akapeana mfano When mwema. we let go what we have, Ya kwamba wakati tunaachilia kile ambacho and let tuko God nacho. have his way, Na tunaachilia Mungu akuwe na nafasi. we let God bless us. Tunaachilia Mungu atubariki. We let God work in our favor. Tunaachilia Mungu atende kazi And maishani. from then on, Na kutoka pale na kuendelea. covenant with Abraham became an everlasting covenant, Agano la Abrahamu ikawa ni agano la which milele is there even today. ambalo liko mpaka siku ya leo. Praise the name of the Lord. Bwana apewe I sifa. don't have to have time to explain. Sina wakati wa kufafanua, But I could have talked about Abraham's covenant being effective even today. lakini ningeonyesha hata agano la Abrahamu Because we have likitenda kazi hata leo, examples today. kwa sababu tuna mfano hata siku ya leo. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Let God Waachilia and let God. na uachilie Mungu. When you do, Ukifanya vile you see the glory of God. utaona utukufu wa Mungu. So in the law, Katika sheria God told the children of Israel Mungu akawaambia wana wa Israeli that as part of their worship, ya kwamba katika sehemu ya ibada they have to release their wealth to Him. ni lazima waachilie rasilimali zao kwake. That's why He instituted a system of offerings. Ndiposa yeye akaweka namna ya kutoa ibada, There were 7 types of offerings. na kuna aina 7 ya kutoa ibada kwa That means Mungu. they were supposed to worship God with their material possessions. Kwa hivi inamaanisha ya kwamba alikuwa mwabudu Mungu katika rasilimali zao, And then finally He said na mwishowe akasema that I demand a tithe from all of you. ya kwamba mimi The ninaitisha sehemu tithe ya belongs 10 to me. kutoka kwenu, sehemu ya 10 zaka And ni He yangu. said, if you will obey me in all I have commanded you, Na akasema ya kwamba mkikubali katika yale yote you ambayo will be nimewaamuru, blessed above all nations. mtabarikiwa katikati ya mataifa yote. You shall be first and not last, Mtakuwa wa kwanza lakini sio mwisho. the head and not the tail. Mtakuwa kichwa lakini sio mkia. You shall be blessed at home Mtabarikiwa pale and nyumbani in the field. na hata pia katika The fruit of mashambani your womb, na uzao wa the fruit of your wako, cattle, hata wa mifugo yako, hata wa kondoo zako, and the work of your hands. hata kazi ya mikono yako. And therefore, Na kwa hivyo God instituted a system Mungu akaanzisha mfumo for Israel to be blessed. ya kwamba kwa wana wa Israeli They have to kubarikiwa let go something from them. ni lazima wangeachilia kitu kutoka kwao. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And when they let go, Na wakati waliachilia, it will mean they will let God work in their favor. ilikuwa inamaanisha ya kwamba wanamruhusu Mungu atende kazi That's katika a maisha principle yao. that never fails. Hiyo ni kanuni ambayo haijawahi kosa kufanya In the kazi. year 2016, Katika mwaka wa if you want to 2016, be blessed, kama wewe unataka kubarikiwa, let go wewe achilia and let go. na uachilie Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the Bible tells us Na Biblia inatuambia that even in the prophets, ya kwamba hata katika manabii, in the book of Malachi, katika kitabu cha Malaki, God said Mungu akasema that His people ya kwamba watu wake were not blessed wao hawakubarikiwa because they refused to let go what they had. kwa sababu hawakuachilia kile ambacho walikuwa wamekubatia. Bwana asifiwe. Amen. In the book of Haggai, Katika kitabu cha Hagai, Haggai is prophesying in the name of the Lord. Hagai akitoa unabii katika jina la Bwana, He brought the word of the Lord to the people. akaleta neno la Mungu kwa watu, And the word was, na neno lilikuwa the reason why they are not blessed, sababu ya kwamba hawajabarikiwa, the reason why they are struggling, sababu ya wao kung'ang'ana, is because they have not let go of the material things to build the temple. ni kwa sababu wao hawajaachilia rasilimali zao kujenga hekalu. They have just run to building their houses, Wao wanakimbia Their kujenga homes, nyumba zao, boma but they zao, have neglected the temple of the Lord. lakini wao wameachilia hekalu la Mungu. They are saying it is not time yet. Wewe unasema ya kwamba muda haujafika
uhakika. And the Bible says, Na Biblia he yasema, said because of that, inasema kwa sababu ya hayo, God brought leanness. yeye Mungu akaleta hali ya They kupungukiwa. toiled much. Wao walifanya kazi kwa nguvu, They got little. lakini wakapata They katika planted uchache. much. Wakapanda kwa They wingi, harvest little. wakavuna kwa uchache. They traded. Wao wakafanya And biashara the return was little. na mavuno, matokeo yao And when they yalikuwa got machache. money, Wakati walipata pesa, They put it in torn pockets. ni kama waliweka katika mifuko ambayo imetoboka Bags toboka, with holes. ambayo iko na So mashimo. they didn't know how their money was going. Hawakuwa najua pesa zao zinaendelea And I na don't know whether we zinaendelea. want a situation like that. Na kukakuwa na hali kama You hapa. are earning, but you don't seem to understand where is my money going. Wewe unafanya kazi lakini haujui pesa zako Because you are zinaenda. not doing much with your money. Wewe haufanyi mengi kwa I pesa know zako. there are people in that situation. Najua kuna watu katika hiyo hali. I know it because I've had so many testimonies Najua kwa sababu nimepata shuhuda of nyingi people who have been working, za watu ambao wamekuwa but they wakifanya can't tell kazi, you where their money is going. lakini hawezi kuambia pesa zao zinaenda They are wapi. not progressing. Wao hawasongi You mbele. know what? Unajua You nini? lack one thing. Wewe unakosa kitu kimoja, Blessing of the Lord. baraka ya Mungu. How do you obtain it? Unaipata namna gani? By letting God what you have. Kuachilia kile ambacho uko nacho When kiondoke. it comes into God's hands, Ikija kwa mikono ya Mungu, there will be multiplication. itakuwa na hali ya kuzidishwa. You're going to have multiplied returns. Unaweza kuwa na matukio ambayo imezidishwa, Because when you let go, kwa sababu wewe unapoachilia, you let God. wewe unampatia Mungu When nafasi. you allow God to have His way, Ukiwa na Mungu apate upenyo He ndani can yako, come into your life with His abundance. atakuja maishani mwako katika I utele. want to remind you about the widow of Zarephath. Wacha niwakumbushe juu ya huyu mwanamke How wa many have read about Sarepta. the widow of Zarephath? Ni wangapi ambao Let me see wamesikia how many juu ya have read about the widow of mjane? Zarephath. Ni wangapi ambao wamesoma juu ya mjane wa How many of you Sarepta? have not read about her? Kuna wengine ambao hawajasoma juu ya huyu The mjane. story is contained in the book of 1 Kings chapter 17. Hii hadithi iko katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza And the 17. Bible says, Na Biblia it yasema was a time of famine. kulikuwa ni wakati There wa was great ukame. drought. Kulikuwa na kiangazi They have not kikubwa. rained for 3 years and 6 months. Hakukuwa kumenyesha miaka 3 na miezi In 6. that situation, Na katika ile hali there was great suffering. kulikuwa na hali ya mateso Then the makubwa. Bible says, Halafu Biblia yasema God told his servant Elijah, Mungu akamwambia mtumishi wake Elisha, Leave here. uondoke hapa and go to Zarephath uende Sarepati and stay there. na uishi pale. I have commanded a widow there to feed you. Mimi nimeamrisha mjane akulishe. And so he left Israel. Kwa hivyo akaondoka He went to Israeli, Zarephath, which is actually in Sidon. akaenda pale Sarepati ambayo iko katika nchi ya Sidoni. Today it is in Lebanon. Kwa hivyo siku ya leo iko And katika he nchi ya found a Lebanoni. lady Akapata mwanamke collecting firewood. ambaye alikuwa And anakusanya the Spirit of God kuni. told him, it must be this lady. Naye akasema Mungu He's the widow who lazima feed uwe you. huyo mjane. And so told the widow, Na wewe akamwambia yule mjane, please bring me some water. tafadhali niletee maji. And then she was going. Wakati alipokuwa anaenda, Then he shouted at her, and bring some bread also. akamwambia pia niletee kipande ya mkate. So she came back to him. Kwa hivyo akamrudia. And the Lord lives. Jinsi ambavyo Mungu aishivyo, There is only a little flour kuna unga kiasi tu kidogo in a pot katika chungu kidogo and a little oil in a cruse. na mafuta kidogo katika I'm kibaba, collecting this firewood. na mimi ninakusanya hizi kuni Go and prepare kwenda nitayarishe that little unga ile unga kidogo, that we may eat, me and my son. ya kwamba tule mimi na It's kijana yangu. enough for only one meal. Imetosha tu kwa mlo mmoja, After that we die. baada ya hapo tufe. So the last thing she had. Kile kitu ambayo ya mwisho alikuwa A little nacho, flour. unga kidogo. But now the son of the Lord is saying, bring that for me. Lakini mtumishi wa Mungu anasema niletee mimi hiyo. For thus says the Lord. Kwa hivyo asema Bwana. And so, Kwa hivyo this lady huyo mwanamke believed the Lord. akaamini And she Bwana. let go the little she had. Wakati alipoachilia She kile went and kidogo, prepared it. akaenda And akaitayarisha showed to the servant of the Lord. na akamletea mtumishi wa Mungu. When she let God, Wakati alipoachilia, by letting go,
akiachilia the little she had, kile kidogo alikuwa nayo, she discovered yeye akatambua when she draws the oil, wakati alichukua mafuta she has more remaining. akawa na ingine tele ambayo When she inabakia. draws the flour, Wakati anachota unga, instead of diminishing, it was increasing. badala ya kupungua ilikuwa inaongezeka. And for the rest of the 3 years and 6 months, Kwa hivyo kwa miaka 3 na miezi 6 she was apparently surprised. alikuwa yeye amelishwa kwa utele. Never lacked one day. Hakupungukiwa hata siku And moja. before that system could work for her, Lakini kabla hiyo kanuni she kumtendekea had to kazi, let go lazima angeachilia the little she had. kile kidogo ambayo alikuwa nayo. By that she let God Kwa hivyo akaachilia Mungu work for her situation. yeye amtendee kazi katika hali yake. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And this is a principle that God works with. Na hii ni kanuni ambayo Mungu anaitekeleza When kazi. He wants to bless us, Wakati yeye anataka He kutubariki, demands that we let go. yeye anaitisha kwamba tukaachilie mambo fulani. Let go our lives. Wacha tuachilie maisha yetu. Let go our possession. Wacha tuachilie rasilimali Let zetu. go what we have. Wacha tuachilie kile ambacho tuko nacho. And then Alafu that allows Him to move in our life. hiyo inamwachilia yeye atende kazi miongoni mwetu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. In Luke chapter 6 verse 38, Katika Luka 6:38 Jesus said, Yesu akasema, give toa and it shall be given. na utapokea. Now look at the proportion now. Wewe tazama ile kiwango. Said give Wewe toa and it shall be given. na itatolewa kwako. A good measure, Kipimo chema pressed down, ambacho kimenyiliwa, shaken together. ambacho kimetikiswa. Remember, the measure you give with, Ile kipimo ambayo unatoa, then you use the same measure. wanatumia hiyo kipimo, But it is pressed down lakini imesidiriwa chini, to accommodate more ndiposa ikaweza kuwa na wingi tele, and shaken together alafu itikizwe, to make sure there is no air come. ndiposa kusiwe na hewa, It can accommodate even more. ndiposa iwe nyingi zaidi, And running over. alafu inafurika. In other words, Kwa maneno mengine, when you let go, wakati wewe unapoachilia, you always get more than you let go. wewe utapata zaidi kuliko ile ambayo uliachilia. With God, Kwa Mungu, when you let go what you have, unapoachilia kile He ambacho uko promises nacho, abundance. yeye anaahidi utele. Now say this here. Wacha niseme mwaka huu, Let this year be a year of great giving to God. wacha huu mwaka ukuwe ni mwaka wa kutoa zaidi kwa Let it Mungu. be the year when we can give our last. Wacha ukuwe ni mwaka ambao tutatoa mpaka ya mwisho. Let it be a year we can give our only. Wacha ikuwe ni mwaka ambao tutatoa ile tu ambayo tuko Let it be the nayo. year when we shall give the most Wacha ikuwe ni mwaka ambao tutatoa zaidi and expect the most from God. na tutarajie zaidi kutoka kwa Mungu. Let go Wachilia and let God. na wacha Mungu. Let go your thoughts Wacha mafikiria yako iondoke and let the word of God prevail. na wacha neno la Mungu likadumu. Let go of what you have. Wacha likaende lile ambayo uko nayo, Let God have an opportunity na wacha Mungu akuwe na nafasi to minister to your life. ya kuhudumia maisha yako. And today, Na siku ya leo as I close, ninapofunga, I would like to say this. ningetaka kusema The hivi: greatest problem men have ile shida kubwa wanadamu wako nayo in relation to God katika mahusiano yao na Mungu is withholding ni hali ya kushikilia from God. kutoka kwa Mungu, Withholding wao kushikilia their lives. maisha yao, Withholding kushikilia their dignity. hali yao ya ubwana, kushikilia Their opinion. mawazo yao, Withholding kushikilia their property. mali yao, Withholding kushikilia the little they have. kile kidogo ambao wako nacho. Imagine Wewe tazama that beggar in Burma yule ambaye muombaji katika who nchi ya to begin Burma, with, ambaye hadithi yake lilianzia but withholding from the prince. yeye wakati alipokubatia kutokana na mtoto wa mfalme, He was withholding from himself. yeye alikuwa anajinyima yeye mwenyewe. By giving a little to the prince, Kutoa kidogo kwa mwana wa
mfalme he was giving a little to himself. alikuwa anajipatia kidogo If mwenyewe. he gave abundantly to the prince, Kama angetoa kwa utele he kwa would have mwana given wake, abundantly to himself. angejipatia utele kwake That's the mwenyewe. way it is between us and God. Hivi ndivyo ilivyo katikati yetu na Mungu. Let go Waachilia and let God. na uache Mungu. Shall we pray? Tuombe. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, King of Glory. Asante Mungu wa utukufu. Oh, thank you, Lord. Asante Bwana. Could there be somebody here? Unaweza kuwa na mtu hapa. Could you be here? Unaweza kuwa hapa. They have been withholding your life from Wewe God. umekuwa ukizuia maisha yako kwa You have Mungu. been withholding your heart from God. Wewe umekuwa ukizuia moyo wako kwa Mungu. Let God have your heart. Wacha Mungu apate roho Let yako. God have your life. Wacha Mungu apate maisha yako. And He will give you His life. Na yeye atakupatia maisha yake. Let God Waachilia and let God. na uachilie Mungu. Maybe you're here. Labda uko You hapa. have never given your life to Jesus. Haujaitoa maisha yako kwa Yesu. You are not saved. Wewe haujaokoka. You are not born again. Wewe haujazaliwa mara ya pili. You have not known what it means to have deep fellowship with God. Haujajua kuwa ushirika wa karibu na Mungu. Give your life to Jesus today. Toa maisha yako kwa Yesu Do leo. not withhold. Wewe Do not continue to usije withhold. wewe usiendelee kuishikilia. Let go of your life. Waachilia maisha yako. And let God come in. Waachilia Mungu aingie ndani yako. Are you here? You're not born again? Wewe uko hapa You haujaokoka. like to let God have your way in your life today? Ningetaka Mungu akuwe na nafasi maishani I'd mwako. like to pray before we close. Ningetaka tuombe na wewe kabla tu. Wherever you are, Popote ulipo. just show us your hand. Wewe tuonyeshe kwa ishara ya Let mkono God wako. see your hand. Wacha Mungu aone We shall mkono pray a simple wako. prayer. Tutaomba maombi God will answer mafupi. that prayer Mungu atajibu hayo by maombi. coming into your life Kwa kuingia katika maishani and mwako saving your soul. na kuokoa nafsi You have yako. somebody here who's not born again. Na yeyote hapa ambaye You hajaokoka. have your life too long from God. Wewe umehusia maisha yako kwa Mungu kwa And you say muda today, mrefu. I will let go. Na unasema leo naachilia. God is inviting you. Mungu anakutolea mwaliko. Enjoy His abundance of favor and blessing Ukafurahie utele wa maisha wake na as He baraka. comes into your life. Anapoingia katika maishani mwako. Where are you? Wewe uko wapi? Thank you, Jesus. Asante King Yesu. of glory. Asante mfalme wa utukufu. Thank you, Father of lights. Asante Baba wa nuru. We don't appear to have anybody who wants to receive Jesus today. Inaonekana kama hatuna mtu yeyote ambaye ana utukufu wa kupokea Yesu. Kama umeokoka, If we are all born again, kama sisi wote tumeokoka, what a blessing it is. ni baraka kubwa aina gani? How wonderful it is. Jinsi ambavyo ni ajabu We are all in the kingdom. ya kwamba wote tuko katika I ufalme. give glory to God. Tunatolea Bwana utukufu. Let's bow our hands and pray. Na tunapoinamisha vichwa vyetu I believe God has tunapoomba, been speaking to some of you today. na jimjua ya kwamba Mungu amekuwa kuonelea wengine wetu leo Very strongly. katika njia kubwa Deep down in your heart. ndani ya roho yako. Is there something you've been holding with God? Kuna kitu ambacho umekuwa ukizuia kutoka kwa Mungu. God is saying, Mungu anasema this is the year to let go. hii ndio mwaka wa kuachilia, And you see what God can do. na utaona kile ambacho Mungu ana uwezo wa I want to kutenda. passionately appeal Mimi ningetaka niulize kwa to hali every nyenyekevu member of this church kwa kila mshirika wa hili kanisa and those who are visitors. na wale ambao pia ni wageni. This is the year that God wants to lift you. Huu ni mwaka ambao Mungu anataka This is the year that akuinue. God wants to bless you. Huu ni mwaka ambao Bwana anataka akubariki. And even if you are not a member of this church, Hata kama wewe si mshirika wa hili I want to kanisa, recommend this to you. ningetaka nikuagizia haya kwako. Let God Waachilia Mungu have your possession. akuwe na rasilimali This is zake. the year that all of us Huu ni mwaka ambao sisi should wote enter into a covenant sisi tuingie katika maagano, to tithe our income to God. tukaweza kutoa zaka zetu kwa Mungu, We may let God ndiposa tuachilie Mungu move in our lives. akatembee katika And bless us. maisha yetu na akatubariki. When you see the God of heaven Himself, Na wakati unasema Mungu wa mbinguni He will mwenyewe
prosper us. Yeye atatufanikisha. The usual condition for everything God would do. Kuna sharti kwa kila He kitu can ambacho only tunatenda. prosper us because we let go Yeye Mungu atatufanikisha kwa sababu tumeachilia. and let Him move in us. Na tuachilie atembee ndani. You are here, you have not been tithing. Umekuwa hapa na hujakuwa ukitoa zaka. Maybe even your giving is poor. Hata labda kutoa kwako ni kwa hali I want to mbaya. urge you today, Ningetaka nikuulize for siku the ya mercies of leo. the living God, Kwa rehema za Mungu aishie. commit yourself Wewe ujitoe to tithing your income. katika hali ya kutoa zaka To give katika it to maisha God. yako, kutoa kwa Mungu. Because I know when you let go, Kwa sababu najua ya kwamba unapoachilia you have let God wewe utakuwa umemruhusu Mungu have His way akuwe na sehemu to move yake, in your life. atembee katika maisha To operate yako, with His system of blessings. kutembea katika njia yake ya baraka, And by the end of this year, na kwa mwisho wa mwaka you huu will not be the same again. wewe hautakuwa jinsi You will not be ambavyo the same again. hautakuwa jinsi ulivyo. This year you will let go Mwaka huu ukiachilia, in order to let God. wewe ndiposa ukamruhusu Mungu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu, I would like us to pray. ningetaka tuombe, But I would like us to make a commitment. lakini ningetaka tufanye hali ya kujiweka How mbele many za want to say Mungu. today? Ni wangapi ambao wangetaka kusema leo, This year 2016, mwaka huu wa I will 2016, let go mimi nitaachilia in order to let God. ndiposa yeye Mungu akaweza kuwa I na need the sehemu. blessing of the Lord. Nahitaji baraka za I need the Mungu, prospering of the God. nahitaji baraka za Mungu, And I will let go na mimi nitaachilia because I want God to move in my life. Maanake nataka Mungu atembee maishani mwangu. If that's your cry today, Kama hiyo ndio ombi lako when you make leo, a covenant with God today, ungetaka kutoa tell God I want to let go. unataka kumwambia Mungu nataka kuachilia, Just put up your hand as we pray this closing prayer. wewe inua mkono wako tunapofanya hiyo In ombi the la name mwisho of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Lord, this hand I lift to you, Lord. Hii mikono Bwana imenuliwa Now kwako. pray, Father. Naomba Baba, And this dear ones, let go jinsi ambavyo hawapendwa of their wanapoachilia lives. juu ya maisha yao, As they let go wanapoachilia of their possessions rasilimali zao towards the kingdom. kwa ufalme wako. Let them receive kingdom blessings in Wacha abundance. wapokee baraka za Let this be the year Wacha ukue huu that you mwaka shall prosper before beyond their imagination. ambapo utawafanikisha kuliko akili zao. Father, Baba, as you have said this year, jinsi ambavyo umesema huu mwaka that you, the God of heaven, shall prosper ya us. kwamba wewe Mungu wa mbinguni And we utatufanikisha shall rise and build. na sisi tutaondoka na kujenga. As your people let go, Jinsi ambavyo watu wako wanapoachilia, Father, Baba, even their lives shall be built up. hata maisha yao itajengeka, And whatever they put their hands to do, Lord, na chochote ambacho watakaweka mikono yao it kutenda shall prosper, Lord. itafanikiwa Bwana. Therefore we give you glory. Kwa hivyo tunakupatia And utukufu. Father, Na Baba, the lifting of our hands, O Lord, kuinua kwa mikono yetu is Bwana not to man, sio kwa mwanadamu, it is to you, Lord. ni kwako Bwana. We are entering into a covenant with you, Lord. Tunaingia katika agano nawe We Bwana, shall let go. sisi In tutaachilia the year 2016, katika mwaka and we shall 2016 let you move in our na lives. tutakuachilia utembee maishani Therefore, Lord, mwetu. we say thank Kwa you. hivyo Bwana, twasema asante In Jesus' name. katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana, Thank you, Father. asante Baba, Thank you, King of glory. asante Mfalme wa Thank you, utukufu, Lord of Lords. asante mwanakondoo wa Mungu, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Let's say the grace, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you richly and abundantly.